Tunaishi zamani au nyakati zilizojaa uovu sana. Uovu umeendelea kuwepo mwingi katika dunia. Uovu umeendelea kutawala. Na mtenda maovu ni kwa sababu hana hekima ya Mungu. Mwenye hekima ya Mungu inamzuia. Hekima ya Mungu haimuongozi mtu kutenda dhambi. Hekima ya Mungu haimuongozi mtu kufanya dhuluma. Hekima ya Mungu haiongozi mtu kuteka watu. Hekima ya Mungu haimuongozi au kumpeleka mtu kuua watu wengine. Hekima ya Mungu kwa mtu yeyote haimfanyi huyo mtu afanye mabaya, wala haimpi huyo mtu ruhusa ya kutesa watu, kuonea watu, bali inampa kufanya kwa busara, kwa haki na kwa kupatia watu amani ya kweli na haki kweli kweli. Inamfanya afanye mapenzi ya Mungu tu. Hekima ya Mungu inamfanya mtu afanye mapenzi ya Mungu tu, sio ya dunia. Haleluya sana. Basi tunahitaji sana ili tufanye mapenzi ya Mungu tu. Na wakati ambao unaibiwa kwa maneno na kejeli na mambo mengi kuvuruga watu, ili watu washindwe kung'ang'ana kumtafuta Mungu, washindwe kukaa kwenye utulivu wa kusoma maandiko matakatifu, kufanya maombi, kumfanyia Mungu ibada. Kwa hiyo lengo la adui ni kuingiza hekima yake ya vitu korokoro vingi, mawazo mengi, ili kupoteza watu. Usikubali kupotea, usikubali kudanganyika. Tafuta sana kwenda katika mapenzi ya Mungu kwa hekima ya Mungu ambayo inatusaidia kushinda ulimwengu. Nyakati zenye uovu, tutashinda uovu na tutatenda mapenzi ya Mungu. Mstari wa 17, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Usikubali kuitwa mjinga. Na mtu aliyeikosa hekima ya Mungu anaitwa mjinga. Tena atafanya kwa upumbavu, tena atafanya kwa uharibifu. Hana hekima ya Mungu. Lakini aliye na hekima ya Mungu atafanya kwa hekima ya Mungu. Atafanya yaliyo mema, mazuri, yanayopendeza mioyo ya wanadamu na yanayompendeza Mungu Baba Muumba. Atafanya ambayo